Inawezekana unataka kuanzisha biashara fulani au tayari umeshaanzisha biashara na unataka kuanzisha biashara nyingine tofauti na ulionayo kwa sasa hivi. Kwa hiyo leo nitakwambia kitu kimoja muhimu sana ambacho wewe kama mwanzishaji wa biashara unayetaka kuingia sasa kwenye sekta ya biashara ni muhimu sana kukizingatia ili ikusaidie katika ufanisi wako wa biashara hiyo. Kwa hiyo kabla sijaendelea, hakikisha kwamba umesubscribe channel yangu. Inachukua tu dakika moja kusubscribe. Bonyeza hiyo kengele hapo chini, lakini pia kama hujanifollow kwenye akaunti zangu za Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread, hakikisha kwamba umenifollow. Utajifunza mambo makuu mawili, ikiwa ni kuboresha muonekano wako, lakini pia kujifunza mambo ya fedha, ikiwa ni uwekezaji pamoja na biashara. Kwa hakikisha kwamba umenifollow ili uweze kujifunza. Hapo zamani nilianzishaga biashara ya wakala, na kutokana na eneo ambalo nilikuwa nipo ulikuwa hamna hiyo biashara. Kwa hiyo nikaona kwamba ni fursa nzuri ya mimi kuanzisha hiyo biashara. Nikafuatilia process zote ambazo zinatakiwa kufanyika ili niweze kuwa na hiyo huduma. Kwa hiyo baada ya kufanya process zote, ghafla punde si punde nikaanzisha hiyo biashara. Na kitu kizuri ni kwamba biashara ilikuwa na mwitikio mkubwa sana. Nikafanikiwa kupata wateja wa kutosha kwa sababu eneo lile lilikuwa halina mpinzani. Kwa hiyo baada ya muda kidogo, nikiwa katika uchanga wa biashara ile, walikuja matapeli. Walinitapeli kiasi fulani cha fedha, nilihuzunika sana. Na baada ya kuhuzunika, nikaenda kumtafuta mtu ambaye alikuwa ni mkongwe katika biashara hiyo kwa muda mrefu. Baada ya kwenda kumtafuta, nikamuelezea situation ambayo nilikuwa nimekutana nayo, na akaniambia kwamba hii biashara ina ABCD na ni vitu gani ambavyo natakiwa nizingatie, na wanapokuja matapeli huwa wanakuja kwa njia gani. Kwa hiyo nikajua kumbe ningetakiwa kwanza, kabla ya kuanzisha hii biashara, nikawaulize watu ambao tayari ni wakongwe katika hii biashara ili waniambie ni vitu gani ambavyo natakiwa nizingatie katika biashara hiyo. Umeona? Kwa hiyo leo nataka ujifunze kitu kimoja kwamba kama unataka kuanzisha biashara fulani, jitahidi sana watafute watu 2-3 waweze kukupa 1-2 ya biashara hiyo, namna gani ambavyo unatakiwa uifanye, au ni kitu gani ambacho cha kuzingatia ambacho kuwa kinatokea sana katika biashara hiyo. Inawezekana labda ni namna ya kupata bidhaa bora, ni sehemu gani ambayo unatakiwa uende na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba kama unataka kuanzisha biashara, tafuta watu ambao tayari wako katika hiyo biashara, waulize ni vitu gani ambavyo unatakiwa nivizingatie. Ni labda ni bidhaa bora za hii biashara natakiwa nipate wapi, zinapatikana wapi, mambo kama hayo. Kwa hiyo itakusaidia wewe kutokupoteza hela zako kwa haraka. Ndio vivyo hivyo ambavyo unatakiwa uzingatie katika masuala ya uwekezaji. Umeona kabisa hapo juzi LBL watu walikuwa wamekeza pesa zao nyingi sana, lakini baadaye wameishia kupata hasara. Ni kwa sababu gani? Hawajachunguza kujua hiyo huo uwekezaji umetokana na nini. Je, labda serikali inasimamia huo uwekezaji? Umeona? Kwa hiyo unakuta ni vitu vidogo vidogo tu, usipovizingatia vitakusababisha wewe kupoteza hela ambazo umezitolea jasho. Watu wengine labda wanaweza wakafa kwa pressure kwa kupoteza hela zao nyingi na mambo mengine kama hayo. Kwa hakikisha kwamba unazingatia kutafuta maarifa ya biashara ambayo unataka kuanzisha. Kwa hiyo niambie, ulishawahi kutana na changamoto ambayo mimi nimewahi kutana nayo kwa habari ya biashara niliyokuwa nimeanzisha ambayo ni ya wakala? Changamoto gani ambayo wewe binafsi ulikutana nayo wakati unaanzisha biashara? Niambie hapo chini kwenye comment. Lakini je, ni vitu gani ambavyo huwa unavizingatia pale ambapo unaanzisha biashara? Nitafurahi sana kuona comment yako ili tuweze kujifunza sote. Kwa hiyo leo tumejifunza kitu kimoja, lakini tegemea mambo mengi sana kwa video zingine zinazokuja. Tutajifunza mambo mengi kuhusu biashara. Kwa hiyo hakikisha kwamba una subscribe ili usipite na video nyingine yoyote. Asanteni, see you later.